Nilifika mwisho wa ukuta, nikawa sina namna tena. Jamaa anazidi kuja, huku anacheka tu. Nitafanya nini mimi? Bora nipige kelele, ile naacha mdomo tu nipige kelele. Sijui hata alifika saa ngapi, lakini ghafla alinisogelea na akanikaba mdomoni. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 5 ya simulizi hii, Penzi la Yatima. Hii ni Simulizi TZ. Karibu ndugu msikilizaji katika mwendelezo wa sehemu ya 6, simulizi iliyojaa visa na mikasa na utamu wa kila namna. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Sasa tusonge katika mwendelezo wa sehemu hii ya 6. Basi Rory baada ya kuona nimeanza kupiga kelele, alinikaba kwa nguvu, akaniziba mdomo. Kisha akanirusha kitandani. Akaja kwa juu, akaanza kuchana nguo zangu. Nilizidi kulia kwa sauti, japokuwa sauti ilikuwa haitoki. Alipomaliza kuchana nguo zangu, akaanza kunishika miguu, ile anataka kuninaniliu. Ghafla nikashtuka, kumbe nilikuwa usingizini. Tena nilikuwa nimeloa mwili mzima. Nilicheki huku na kule, kumbe nilikuwa peke yangu. Nilijichungulia kila sehemu, yani kila kona, nikaona niko sawa. Hakuna nguo iliyochanwa, wala hayupo Rory chumbani kwangu. Oh, Mungu, hii inamaanisha ni nini? Niliogopa mno. Nilipiga magoti chini, nikasali sana. Baada ya hapo nilishika simu yangu kuangalia kama Emedi alinitafuta. Wala sikukuta ujumbe wowote ule. Yote yale ilikuwa ni ndoto. Aise, ndoto ile iliniogopesha sana. Nilijua kabisa usichana wangu ndo umeharibika. Tena na Rory. Hakika sikuweza kupata usingizi mpaka kuna kucha. Ndipo asubuhi na mapema kulibishwa hodi mlango wa chumba changu. Nilikwenda kufungua, nikakutana na Rory. Nilishtuka sana nilipomwona Rory. Alinisalimia, "Hello, good morning brightness. How was your night?" Nikamwambia, "Good morning. My night was good. And you?" Akaniambia pia usiku wake ulikuwa poa sana. Huyu kaka ni bonge moja la handsome, ni mzuri bara, na haonekani kama kijana wa hovyo. Sasa ile ndoto ina maana gani? Hakika nilijiuliza sana. Nilijiuliza maswali mengi kichwani. Nilizidi kuwa na wasiwasi. Tena nilizidi kuwa na wasiwasi mkubwa. Kiukweli nilianza kumwogopa Rory. Baada ya salamu, Rory aliniaga. Akaniambia yeye anaelekea kwenye kikao, but tayari ameshatoa maelekezo nihudumiwe kwa kila kitu. Nilizidi kuchanganyikiwa juu ya huyu jamaa. Ni mpole, ni handsome, mwenye nidhamu, asiyepapalika, anayefanya mambo kwa hatua na busara. Yaani mpole, anajua kujali mno.
Sijui hata nishike lipi, la ndotoni ama lipi. Sielewi. Wacha tu nisubiri mpaka nitakapoona hatima yake, nitajua lipi la kulishika. Basi bwana, nilimkumbatia. Yeye tayari alikuwa ameshajiandaa na alikuwa amependeza vibaya mno. Tuliagana. Nikamwambia uwe na kikao chema, mimi nitakuwa hapa nikikungoja. Alifurahi sana. Alismile fulani hivi la mideko. Alafu alikuwa ananitazama kiwiziwizi hivi. Yaani sijui nikuelezeje. Ila Rory alianza kuingia ndani. Alianza kuingia ndani ya moyo wangu kabisa. Basi bwana, tuliagana. Then akaniambia take care, see you later. The way anaongea, yaani Kiingereza fulani hivi, ni mzungu kweli. Alafu the way anavyoongea kama hataki hivi. Ukimwangalia kifua chake, urefu wake, na akivalia suti, something amazing. Aisee, ilikuwa hatari. Tena nilijiona kabisa naenda kibra. Ni hatari. Nilirudi kitandani, nikaendelea kujilaza. Mara najisnapu, mara nijirekodi kripu. Tena kripu zilikuwa kama zote. Hoteli lilikuwa likubwa. Tena lilikubwa sana. Nikaona niondoke bila picha. Sio kweli. Kazi yangu ilikuwa kubadili tu nguo na kupiga picha. Wakati naendelea na zoezi langu la picha, kuna mhudumu alikuja. Akanigongea. Akaniambia breakfast yangu iko tayari. Nilitoka basi kwenda kula. Nikakisnap na chakula changu. Nikakitupia status. Niliweka caption fulani hivi matata sana. Special breakfast in 5-star hotel. Hivyo ndivyo mwanamke niliandika. Nikamalizia. Nikaweka na kimoji fulani hivi. Lakini cha ajabu, baada ya kuweka, Emedi ndiye alikuwa wa kwanza kukiview. Nilishtuka. Nikasema, imekuwaje? Mambo si ndio hayo sasa. Ngoja kwanza niongezee na picha za kwangu zingine ambazo nilikuwa nimezipiga, nikionekana toto kweli. Toto masha Allah. Wanaume wanahudumia na kula vinono. Shepu inaongezeka. Nikitabasamu dimples zinaonekana kama vishimo vya mdako vile. Basi nikaziweka nikiwa hotelini ili nimvuruge tu yule kijana. Niliangalia kipicha changu kizuri nikakiposti, kisha nikatulia. I say, Emedi alichanganyikiwa. Muda huo akanipigia simu. Sikupokea. Nilijisikia raha, yaani sijui nikuelezeje. Nilijisikia raha mno. Siku hiyo ilikuwa full kujiposti, na kila status Emedi ndo alikuwa wa kwanza kuview. Kila akiview anapiga simu. Kwani napokea sasa? Wapi. Emedi alipoona sipokei, naye aliamua kuweka status. Aliposti picha yake na mdada wameshikana mikono. Usoni akamziba na emoji. Alafu akaandika my heartbeat nyie. Nilishindwa kuvumilia. Nikajikuta nimereply. Nikamwambia wow, congratulations. Huku nalilia moyoni. Nikamuuliza,
Kumbe huyo ndo alikufanya uninyamazie? Akanijibu, ndiyo, endelea na maisha yako na huyo anayekupeleka 5-star hoteli. Nilizidi kuumia. Nikajikuta furaha yote imetoweka. Niliwaza cha kufanya ili na mimi nimuumize. Nikapata wazo. Nilipiga picha ya Rory nikiwa nimejilaza kifuani kwake. Kisha nikaweka status. Nikamziba na kopa. Alafu nikaandika love of my life. Kama kawaida, Hemedi ndo alikuwa wa kwanza kuview. Akaniuliza, ujinga gani huu umefanya? Brightness, nini umefanya? Huu ni upuuzi mkubwa. Tena ni upumbavu. Yaani najuta kukufahamu. Wewe ni lofa kabisa. Huu si umalaya huu. Nikajiuliza, umalaya wangu mimi ni upi? Yes, ndo alianza kunionyesha mambo yake. Sijamtukana, sijasema chochote kile. Hemedi hakuweza kuvumilia. Aliniblock WhatsApp. Wakati nawaza kufanya ili Hemedi unblock, ghafla nikashangaa kuona Rory akiwa anataipu. Mungu wangu, anaandika nini? Nikawai status kuangalia. Nikakuta Rory kashaview ile posti niliyojiposti nikiwa naye. Sijui hata ilikuwaje mpaka nikasahau kumhide. Sasa atafikiria mimi namtaka huyu. Wakati tu nilikuwa namuumiza Hemedi, hakuna siku niliona aibu kama siku hiyo. Wakati nawaza hapo, mara message likaingia. Ilikuwa inatoka kwa Rory. Kareply kutoka status. Ile nataka kuifungua tu ile message ya Rory, mara simu kutoka kwa mama yake Hemedi ikawa inaita. Simu ikaita. Kucheki ni mama mkwe. Alikuwa ni mama yake na Hemedi. Nikahisi tu Hemedi kashayazagaza huko. Nikaogopa kupokea ile bwana. Nikaogopa kupokea ile simu. Rory naye akawa amenitumia message. Akaniuliza kama anampenda. Yaani nilizidi kuona aibu. Nikaenda kuifuta na ile status. Na Rory sikumjibu kitu. Alivyoona sijibu ile message, akaamua kupiga. Yeye aliamini ile status inamaanisha kile nilichoandika. Lakini wala mimi niliandika vile ili nimuumize Hemedi. Haya mambo haya ya kufanya ili kumuumiza mtu, kuna muda hakika tujitafakari. Unaweza ukajikuta unaingia kwenye mfumo alafu ukajuta maisha yako yote. Simu iliita tena. Tena iliita sana. Lakini sikupokea. Akapiga tena. Kisha nikapokea. Alivyoona kimya, akaamua kuja kunigongea. Please. Nikamwambia nothing. Akaniuliza nafanya nini? Nikamwambia nothing. Okay. Kuna message nimekutumia WhatsApp. Angalia please. Nikamwambia sawa, nitaangalia. Akatabasamu. Akasema okay. Nimependa sana ulichoposti status. Na caption imenivutia zaidi. Nilichanganyikiwa. Nilifunga mlango. Nikamwacha hapo. Alijiongelesha sana. Tena alijiongelesha mwenyewe. Rory aligonga tena mlango. Akaniambia nijiandae twende lunch. Na hiyo lunch alidai ni special kwa ajili yetu. Nikashangaa anamaanisha nini? Akasema anapenda sana na anataka niwe mwanamke wake. Mungu wangu, aibu naona mimi.
Nimejileta mwenyewe. Rory alianza kunieleza hisia zake kwangu. Akasema tangu siku ya kwanza aliponiona pale hotelini alivutiwa sana na mimi. Rory alianza kueleza hisia zake juu yangu. Brightness, sijui nieleze kitu gani, ila wewe ni mwanamke ninayekupenda kwa dhati. Toka siku ya kwanza nilipokuona, moyo wangu uliuteka. Nilitamani sana kuwa karibu yako. Nilitamani ukaribu wako. Nilikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Na mpaka sasa nipo tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Natamani maisha yangu niyawekeze kwako, kwa sababu kwenye hii dunia nimezunguka, nimeona wengi, lakini moyo wangu umekuchagua wewe. Natamani upate kufumbua mtego huu ambao mimi nimeingia na nimenasa. Tafadhali Brightness, nipe nafasi ndani ya moyo wako. Na kuomba, nimetokea kukupenda, na ninamaanisha I wanna love you forever. Mimi kwako mjinga, na ujinga huu unasababisha na upendo wangu wa dhati kwako. Mengi nimeyafanya. Nimeomba kusafiri na wewe ili nipate kukufahamu vizuri. Nilikaa kimya, lakini leo nimeona nieleze ukweli. Basi alikuwa anaongea kimombo muda wote. Hakika nilitega sikio. The way alivyokuwa anatiririka, sauti yake ilikuwa hatari. Basi mimi muda huo nilikuwa nimekaa kimya, sikumjibu. Yaani alikuwa anaongea, ile sauti inavyopenya kwenye ngoma ya masikio yangu. Nilikuwa najiona mwanamke wa tofauti, nipo kwenye ulimwengu wangu wa peke yangu. Tena alikuwa anazungumza akiniangalia machoni. Nikawa naona aibu kabisa. Akawa ananishika mpaka mikono, anani please. Unajua mwanaume fulani hivi ambaye very gentleman, alafu ni mtu fulani hivi ambaye yuko romantic kinoma. Aliendelea kunizungumzia maneno mazuri ambayo hata kama angekuwepo mwanamke gani, nikajihisi naanza kuingia kwenye mkenge. Aliendelea kunishika vidole na mikono yangu. Sikuweza kumkatalia, alinishika tu. Basi nilimwomba anipe muda kwanza. Akasema it's okay, no problem. Basi nilijiandaa kwa ajili ya lunchi. Tukatoka. Nilipendeza sana. Siku hiyo nilivaa gauni langu fulani hivi. Ilikuwa la rangi nyekundu. Gauni lilikuwa refu. Katika urefu ule lilikuwa lina mpasuo fulani hivi mkubwa. Alafu lilikuwa limenichonga vizuri tena barabara. Maungo yangu ama maumbile yangu maridhawa yalikuwa yakionekana. Siku ile nakumbuka Rory nilivyotoka tu akaniangalia. Niliona mkaka wa watu wametabasamu. Tabasamu ambalo sijawahi kuliona kwenye maisha yangu. Mpaka nikawa namuhisi kama anataka kutoka na machozi hivi. Yaani ni mtu ambaye amefurahi vibaya mno.
Rory siku ile alinisifia sana, kisha anilipeleka tukaenda kujumuika na wale watu aliokuwa nao kwenye kikao. Tukara pamoja, wakawa wanatuuliza kama sisi ni wapenzi. Rory akawaambia anatamani kuwa wa Tanzania na anatamani kunioa mimi. Wakati tunapiga stori 2-3, sikujua kama Rory aliniagizia maua. Nilishangaa tu naletewa maua na kadi yenye maneno matamu tena kuntu. Maua yalikuwa mekundu ya waridi. Nilipokea, nikamwambia asante. Muda ulizidi kusonga, watu wakaanza kutawanyika pale. Tukabakia wawili tu, Rory akaagiza waini. Ndipo nikajaribu kusoma yale maneno. Neno kubwa ambalo lilinifanya nishtuke lilikuwa will you marry me? I say. Nilihema. Nakwambia nilihema. Basi Rory akaniomba tunywe, tusherekee our first date. Sijawahi kunywa waini wala pombe ya aina yoyote ile, lakini siku hiyo niliamua kunywa. Nakumbuka that day nilikuwa na mawazo sana. Nilikuwa na maumivu kuhusu yule mwanamke aliyemposti Emedi. Niliamini kabisa mimi na Emedi hakuna mahusiano tena. Kichwa kilikuwa cha moto sana. Basi nilikunywa waini nyingi, tena nyingi sana. Nilikunywa mpaka nikaanza kulia. Nililewa mpaka nikawa sijielewi vizuri. Aisee, nilikunywa pombe. Nililewa, nililia, nikawa nacheka. Vyote nafanya kwa wakati mmoja. Rory ilibidi anizuie nisiongeze tena pombe. Kisha akanibeba mpaka chumbani kwangu, akaniweka kitandani vizuri tu, alafu akanitolea viatu, kisha akanifunika. Akawa ananiangalia machoni tena kwa muda mrefu. Kweli nilikuwa nimefumba macho. Nikaanza kuhisi mtu kama anataka kugusanisha midomo yangu. Nikafungua macho, nikamwona Rory kakaa pembeni. Nilipomwangalia naye akaniangalia, alafu akaomba anikisi mdomoni. The way jamaa alivyokuwa ananiomba hiyo kiss, sijui nilikuwa najionaje. Yule jamaa alikuwa na sura fulani hivi ambayo ukimwangalia ilikuwa hatari. Can I kiss you? Aliniambia. Nikajikuta mwenyewe nimefumba macho. Taratibu nikasikia kitu kilaini katika ndimi zangu. Hakika nilisimka mno. Jamaa akawa ana kiss. Basi jamaa aliendelea, tukakiss. Nilijihisi tu napata raha. Nilipoona nazidiwa, nikajitoa, nikajifunika gubi. Nikajikuta na aibu, tena aibu kama zote. Usingizi mzito ulianza kuninyemelea. Sijui hata nilisinzia saa ngapi. Nikaja kushtuka usiku wa manane. Nilipoamka nikashangaa. Oi, kwani ni nani huyo? Kugeuza kichwa nikashangaa kumuona mzee baba kalala fofofo, tena usingizi mzito. Sasa mbona kalala hapa hivi? Hajafanya mapenzi na mimi kweli huyu? Niliwasha pale swichi fasta, nikajiangalia.
niko freshi. Hapo nimebanwa na mkojo. Nilitaka kwenda chooni. Nikaanza kurusharusha tu miguu. Mara mtu huyo akakurupuka. Anauliza kama niko sawa. Basi nilikimbia chooni chapu, nikapunguza maji. Baada ya hapo nikarudi kumfukuza mwanakondoo wa kizungu aondoke chumbani kwangu. Aliamka akaniambia, sorry Brightness, sijui hata nilisinziaje hapa, nisamee please. Macho yangu yalikuwa yanamwangalia. Yalinasa sehemu moja tu, kulikuwa kumeinuka balaa. Mtoto wa watu akawa anajizibaziba. Mie jicho kodo, sipindishi hata kidogo. Lori alianza kujinyosha nyosha, anajiweka sawa, lakini wapi. Ilibidi nirudi washroom. Nikaenda kuoga ili nimpe muda wa kuondoka. Nilioga, nikamaliza. Kichwa kikawa kinaniuma vibaya mno. Nilirudi chumbani. Nikakuta yule bwana kashaondoka. Nilikaa pale kitandani, nikawa nawaza ule ujinga uliotokea jana baada ya kulewa. Jinsi tulivyokisi. Sema jamaa na kisi vizuri. Yaani sijui nikwambie nini bwana. Basi mawazo juu ya hawa vidume wawili yakaanza kunitawala. Kwa sababu pia nilikuwa sijafanya chochote kile. Usingizi ukapotea. Nikajikuta nawaza mpaka sielewi. Nikawa nafananisha kisi ya Emedi na ya Rory. Yaani mpaka muda huo nilikuwa sijui yupi ninayempenda. Wote wananivuruga akili. Mawazo kadri yalivyozidi, kichwa kilizidi kuuma. Nikaanza kulia. Bahati nzuri muda huo huo Rory alikuja kule chumbani. Sijui hata alikuja kufuata nini, akanikuta nalia. Tena nashika kichwa changu. Ikabidi aniagizie dawa faster, nikaletewa, nikanywa. At least nikakaa sawa. Basi alivyohakikisha niko sawa, yeye akaondoka, akaniacha nipumzike. Wakati nimepumzika, bado akili yangu ilizidi kumuwaza sana Emedi. Mpaka muda huo alikuwa hajanipigia wala kutuma message. Kumsahau huyu jamaa ilikuwa ngumu. Sijui aliniloga. Nilianza kuandika message ya kumwomba msamaha. Kila nikiandika nafuta. Kila nikiandika nafuta. Nilichofanya, niliona kabla sijamtafuta Emedi, bora nimpigie mama yake kwanza, nijue kama Emedi kawaambia chochote kuhusu sisi au la. Kama kawaambia, basi nitajua hapo penzi hakuna, na kama hajawaambia, huenda tukarudiana. Nilisachi namba ya mama, nikaipigia. Basi nikaipigia simu. Mapigo ya moyo yalikuwa yananienda mbio kuliko kawaida. Simu iliita, ikakata bila kupokelewa. Tume. Nikaamini kabisa hapa sina changu, bora ni move on, maisha yaendelee. Niliwaza sana, lakini nafsi ikawa inaniambia Emedi hawezi kukuacha, anakurusha roho tu. Nilivurugwa mpaka nikawa nalia, maskini. Niliweka simu pembeni, nikaanza kutembea tembea kule chumbani kwangu kama chizi. Nilikwenda nikafungua dirisha, nikasimama dirishani, nikawa nalia tu. Nimesimama pale dirishani kama lisaa hivi. Usiku nauona mrefu, sielewi kuna kucha saa ngapi. Niondoke nirudi zangu kwa Emedi wangu. Basi bwana, niliendelea kuwaza. Nikawa najisikia nilie bila kunyamaza. Nililia mpaka nikatosheka. Nikafunga dirisha, nikarudi kitandani kulala. Nililala mpaka asubuhi. Ili najigeuza niamke, nikasikia simu yangu inaita. Alipiga mama yake Emedi.
Nilishika simu huko natetemeka. Nikaipokea. Nilisalimiana naye kwa sauti ya uoga. Mama akaitikia vizuri tu. Akaniambia, "Yaani Brightness, ni jana tu tulikuwa tunazungumzia. Na asubuhi nimeamka nakutana na missed call yako." We, niliposikia tu kuzungumziwa, moyo ukalipuka pa. Walikuwa wananizungumzia kuhusu nini mimi? Hii ni sehemu ya 6 ya simulizi hii nzuri. Simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Yatima. Tunamuona Brightness, yatima asiyekuwa na wazazi. Alitengeneza mahusiano na Emedi, lakini mambo yakaingiliana. Lakini sasa amejikuta anaingia katika penzi na Ronley, mzungu kutoka nchi za nje huko, aliyemchukua na kwenda naye jijini Arusha. Lakini ghafla moyo wake unazama kwake. Aliota anafanya naye mapenzi, lakini hakufanya naye. Je, nini kitaendelea? Walikuwa wanazungumza nini jana yake Emedi na mama yake? Kwa sababu Brightness yupo katikati. Amejikuta anampenda Emedi, lakini pia anampenda Rory. Hii ni Simulizi TZ. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic. Tukutane katika sehemu ya 6. Usisahau kucomment hapo. Unaionaje? Nani hapo atakayeibuka mshindi? Kuna Emedi na Rory, na mambo ndo kwanza yanaenda patamu. Asante na kwaheri.